mazingira. Na leo mnakumbuka ni siku ya nishati safi. Mmoja kati ya mbinu za kutunza mazingira pia ni kupanda miti. Inahamasisha pia ile nishati safi ambayo ni Dr. Samia amekuwa champion wa jambo hilo, na Watanzania wamehamasishwa. Unachapisha picha kwenye mtandao wako ama una record video, unatuma kwa kutumia hashtag ya mazingira ni utu. Lengo ni kutunza mazingira. Na wakumbusha tu katika mkutano wa COP30 wa mwaka 2025 uliofanyika Brazil, uliona kabisa wanajadili, wanasema joto limeongezeka takriban nyuzi joto 1.2 centigrade, hali ambayo inaweza kusababisha hatari. Kwa hivyo tunaona ni jambo jema kupanda miti, inasaidia. Na mimi nikawa nazungumza na mtu, ninatamani kuona mabadiliko, yani watu wafundishwe umuhimu wa kupanda miti. Tusiishie tu kusema miti inasaidia kutupa kivuli na mvua na matunda. Zipo faida nyingi ikiwemo kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mambo ambayo yameleta athari za mafuriko, wanyama, mifugo kufa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kampeni hii imekuwa bora sana, kama ambavyo tunatekeleza wajibu wetu wa kuhakikisha dunia inakuwa sehemu salama ya kuishi. Zaya anaonekana anapenda sana hii. Mimi tena. Sawa. Kwa miaka 2-3 kuna jambo ambalo lilikuwa linazungumzwa sana mitandaoni, na Watanzania wengi walikuwa na hamasa kubwa kuwaona wale ndugu zetu. Tanzania imekuwa sehemu salama ya watu kuishi, na tumekuwa waungwana sana na watunzaji wa amani. Na wanafunzi waliotoka Sudan wamemaliza masomo yao. Kama picha ambayo tutakuwa tunaziona sana. Walipotea hapa katikati. Sasa hivi watakuwa wanajua Kiswahili vizuri. Kuna mtu umesikia asema kwa nini serikali isifanye namna wabaki tuendelee kutuhudumia kwenye zahanati zetu. Sisi wote ni Waafrika. Unajua wakati wanakuja tuliwasema sana, tuliongea sana. Wakatoa macho. Hapa katikati paka wakimya. Unaondoka, mbona haraka sana? Huyo naye anapenda wabaki. Haya, kwa hiyo ni story ambayo imekuwa kubwa. Kiukweli Tanzania imekuwa sehemu salama ya kuishi. Na mimi ni moja kati ya watu ambao nilipata nafasi ya kwenda kushiriki kama mwandishi wa habari kwenye tukio ambalo walikuwa wanakabidhiwa bendera wanajeshi wanaokwenda kulinda amani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Kongo kwenye kikosi cha Tanzania Quick Reaction Force. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Brigadier General George Muita Itangare, mkuu wa chuo cha ulinzi na usalama. Yeye anasema Tanzania inatajwa kama nchi inashika nafasi ya 11 na iko kwenye top 20, kwa maana nchi 20 ambazo zinalinda amani, na sio tu kwa maana kwenda kutuma vikosi huko, hata kuwakaribisha watu kuishi. Ndio maana unaweza ukapita sehemu na kukutana na Wakongo wanaishi vizuri, raia wa nchi nyingine wanaishi vizuri, sehemu ya amani. Kwa hiyo hawa ndugu zetu tunawapongeza kwa kuhitimu masomo yao, lakini tunaendelea pia kushirikiana nao kama ambavyo umekuwa ni wito wetu wa kuhakikisha tunafanya hivyo. Lakini kimataifa, mtakumbuka wiki iliyopita Marekani ilijitoa moja kwa moja kwenye shirika la afya duniani WHO, na sasa mkuu wa shirika hilo duniani Tedros Ghebreyesus amesema Marekani sababu ilizozitaja kwamba hii shirika lilikuwa linaipendelea sana China ni za uongo. Badala yake ifikirie upya na kufanya kazi pamoja, kwa sababu athari za Marekani kujiondoa kwenye shirika la afya duniani ni kubwa. Na nilifanikiwa kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa ambayo yuko nchini Marekani, Professor Peter Muhando. Yeye anasema ukiangalia kwenye nchi ambazo zilipata magonjwa ikiwemo Ebola, Marekani ipo kwenye orodha ya nchi hizo. Kwa hivyo swala la afya ni la dunia nzima, ni lazima wakae pamoja wafikirie na nini. Ni jambo ambalo limetikisa dunia kidogo. Haya. Na sababu zake Jackson Mwanuzi, sababu kiziangalia watu ni kukaa kubaliana. Sababu mzee anasema mzigo unawekwa, lakini matarajio anayoyaona ni machache sana. Sababu madogo, anasema kwamba yani wamekuwa wakiweka fedha nyingi kubwa kuliko matokeo, lakini matokeo wanayopata ni fedha ni nyingi, lakini matokeo wanapata ni madogo, ni hasi. Pengine sasa ndio hapo unakuja kwamba kuna wakati wakae, kwa sababu rais unayemtaja Trump pia kumbuka ni mfanyabiashara, ni mmiliki na ni tajiri duniani. Kwa hiyo anajua anachokisema, kwa kuna haja pengine ya kukaa yazungumzike haya. Yanazungumzika. Lakini sababu kubwa ambayo ameisema hasa ni kwamba
Hili shirika lilipendelea sana China wakati wa uviko 19. Kwa hivyo lakini tunaona kule ndo ambako changamoto ilianzia na waliathirika zaidi. Kwa hiyo nguvu kubwa ilikuwa kule kwa sababu ndo kwenye chimbuko. Unajua kwa nini imekuwa ni habari kubwa? Ni kwa sababu tulikuwa tunasubiri mamlaka ama WHO wao watazungumza nini. Kwa hivyo amejitokeza mkuu wa shirika, yeye anasema kiukweli hizi tuhuma sio za kweli. Ni lazima tukae pamoja tufikirie namna ambavyo tunaweza tukaendesha gurudumu hili. Sasa wakati namalizia kama kawaida tunavyowaburudisha watu lazima tuwape na elimu kidogo. Nakumbuka tuna kampeni yetu ya kazi ambayo ni ya mwezi Januari. Watu wengi wamekuwa wakilia njaa, wengine wanasema njaa Januari, lakini ni wewe kupanga bajeti. Na mwenyekiti pamoja na Musa Tuangilo umekuwa na mjadala mzuri sana kila mkifungua kipindi hapa kwa kukumbusha watu waweke akiba. Musa anasisitiza 2029. Wewe achana na hiyo wewe. Wewe nilimchinja. Mpaka Disemba bilioni 10 na. Sasa mimi leo nataka kuzungumza na ndugu zangu wale ambao wanaendesha bajaji za mkataba. Anawezaje kujigawa, aweke shingapi ili apate akiba na maisha yaende vizuri? Tuangalie hii picha ina kila kitu. Mwendesha bajaji ambaye anaendesha bajaji ya mkataba kwa bosi anapeleka shilingi 25,000 kwa kila siku. Anatakiwa apambane kwa namna yoyote apate shilingi 55,000 kwa siku. Mgawanyo wake manake mkataba wa bosi itakuwa ni 25,000, mafuta ya bajaji 10,000, chakula asubuhi, mchana na jioni atakiwa ale 8,000. Asizidi hapo. Vocha isizidi 3,000 kwa namna yoyote. Tena kwa siku mbona bado ni nyingi sana? 3,000 kwa siku ni nyingi sana. Anajiunga cha wiki. Manake hapo wengine wanafanya zile za mtandaoni na nini? Mawasiliano, matengenezo madogo kama oili, tenki na tairi na kadhalika 3,000. Kodi ya nyumba 4,000 kila siku abidi anaweka. Ngoja kwanza. Ngoja nione 4,000 kwa siku, kwa mwezi inakuwa ni bei gani? Utatupa majibu. Akiba inatakiwa 2,000 kwa siku. Binafsi yake 2,000. 2,000 akiba yake. Kwa hiyo kwa siku abidi aingize 55,000. Ili maisha yaende vizuri, kuna mambo anatakiwa yaepuke huyu dereva bajaji ya mkataba. Mosi ni anasa ambazo hazina mpango. Kofi. Namba 2 ni kunywa pombe kupita kiasi. Kofi tafadhali. Namba 3 anatakiwa aepuke kula pesa ya mkataba. Yaani pesa ya bosi ifike hata kama hali ni ngumu kiasi gani. Namba 4 aache kupuuzia matengenezo ya bajaji. Unaweza kupuuzia kidogo afu baadaye ikawa tatizo kubwa ukashindwa hata akiba yako ukaenda kuiwekeza kwenye kitu kidogo. Na ya mwisho kutoweka akiba hata kidogo. Anatakiwa aepuke hizo mambo. Lakini ujumbe wa msingi hapa, bajeti ni dira, na bila kuifuata dira yako, mgawanyo wa mapato yako yanapotea. Kubwa ukashindwa hata akiba yako ukaenda kuiwekeza kwenye kitu kidogo. Na ya mwisho kutoweka akiba hata kidogo. Anatakiwa aepuke hizo mambo. Lakini ujumbe wa msingi hapa, bajeti ni dira, na bila kuifuata dira yako, mgawanyo wa mapato yako yanapotea bila maendeleo. Na mimi ndivyo ambavyo ninahitimisha. Kwa hiyo wewe dereva bajaji ni kazi ni kwako sasa. Sasa kwa haraka tu nilikuwa napiga hesabu zangu hapa. Hapo kwenye 4,000 ya kodi kwa mwezi ni 120,000. Kwa hiyo anatakiwa kuhakikisha kwamba hakai nyumba ambayo analipa kodi zaidi ya 120,000. Alafu kwenye akiba yake ya shilingi 2,000 kwa siku. Kwa mwezi 2,000 kwa siku. Kwa mwaka anakuwa na 720,000. Ambao kwa mwezi kwa siku zinaweka 2,000. Kwa siku ni 2,000. Kwa mwezi ndio ni 20,000. Elfu ngapi? Inakuwa 60,000, si ndio? 2,000 mara 30 ni 60,000, ambapo hiyo 60,000 mara 12 kwa maana miezi 12 ni 720,000. Ambao anaishi popote. Hela 720 kubwa kabisa hii. Ana miaka yake 3 kodi ya chumba cha laki kabisa. Na hapo tumepiga kwa 2,000 tu kwa siku. Wakati kuna siku anaweza kaamua kuweka 10,000, 20,000. Na kuna wakati anaweza kapigiwa simu huyo dereva bajaji kwa kukumbusha kwa uchache tu, njoo nichukue hapa, akampa mtu 25,000. Inatokea kutoka Kariakoo kwenda nani Bagamoyo. Mtu kama bwana mimi natoka zangu hapa Tegeta kidogo naenda zangu nini? Mpezi Magufuli pale shilingi ngapi?
hebu chukua 15 hiyo baki na wako, watu wanafanya hivi. Na wakati mwingine kuna zile wanafanyaga kwamba yeye usiku anapumzika anampa mtu, kwa hiyo na yeye anamwambia leo niletee hesabu. Yule naye anamletea hesabu ile, anaweza akapunguza hata kwenye budget ya kula pale 8 ile akaiacha 5. Akatafute meneja ya mkataba. Nisiondoke bure. Umeona mambo haya. Kwa hiyo na mimi nisha save ile ambayo nikaenda kununua chai. Unaiongezea kwenye 2000 ya siku. Kwa hiyo 8 hapo inapungua leo. Na hii ni ya kwangu. Basi inabidi utuandalie na sisi. Chai nilikuwa mpaka kunywa 6000 sinyi tena. Nimesave 6000 leo. Ya nani? Kesho tuandalie. Watu ambao nani? Watu walioajiriwa. Nashukuru sana, nitaleta kesho. Kisa cha 3 tu pale. Asante. Kisa cha 3 anzia. Tatoboa. 3. Utoboa hiyo kwanza. Bado kuna mambo kibao yanayozunguka. Au na mimi nikitafuta meneja ya mkataba. Sasa utakwenda kuleta vurugu wewe. Wewe msomi. Kwani usomi na kuonyesha hivi na uhusiano gani? Tutafungia mpango wetu. Hapana. Haya naona tayari huko kwenye rasmi. Sina muda ule nikitoka hata masaa 3 pale tena. Basi ushatuambia tutakuongezea sehemu ubaki. Tumekamilisha hivyo kutoka mitandaoni na Jackson Mwanuzi akitupitisha kwenye yale ambayo yana trend kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Hili la bajeti ni nzuri sana. Mimi nasema Januari ndo msingi wa kila kitu. Itakuja kufika June, Julai hapa tunatafutana. Mipango yote ambayo unapanga hapa ndo mwanzo wake. Ukishaanza kupuza sema ngoja kaka Januari kapite mambo magumu. Halo, na huko kwingine pia tutashangaa kuna